si wageni kwetu, mpaka na majina wanatujua. Tukawa kama walezi wao pale shuleni. Wanapokuwa na shida na kila kero wanaoipata pale shuleni, tulikuwa ni wepesi wa kwenda kuwasaidia na kutatua shida zao wanapokuwa pale. Na ndio maana na sisi tuko karibu na ile shule. Hao watoto wanatoka maeneo ya Arusha ambao ni wengi, na Kilimanjaro, Moshi. Lakini Mwanga nafikiri walikuwa wawili, na hapa Makanya alitoka mmoja katika upande wetu. Kwa hivyo hao wote unaona, wakina Nkio, wakina Mwishu, wakina Temba wako hapa. Leo wanaondoka, wanafurahikia matunda ya Makanya. Wakitoka watalete historia ya Makanya, hawataisahau Makanya kwa sababu ndiko walikopitia katika maisha yao. Mimi ni waasai. Leo mtaondoka, mtaenda kutafuta maisha mengine baada ya haya ya Makanya. Si ajabu Mungu atawawekea mkono. Na hawa mabinti wote walipata division 1. Mimi siwapiti. Ninajua wote wanaenda chuo kikuu. Hakuna ambaye atakaye kwenda kuajiriwa, wote wanaenda chuo kikuu. Wote ninawafahamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awabariki kwa hilo. Ukiondoka Makanya, msisahau Makanya. Mkono wenu ulipitia hapa na Mungu atawatambulia kwa kila neema zenu. Mungu awabariki. Baada ya kusema hayo, sasa ndugu yangu mheshimiwa, sasa nakukaribisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa tena. Ndugu zangu, kwanza kabisa nipate kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ameturuzuku afya miongoni mwa masiku ambayo aliyatizama na kuyaandika kwamba tutakutanishwa hapa Calvary kwa ajili ya jambo hili. Wakati huo tukiwa hatufahamu kwamba kuna siku tutakutanishwa kwa ajili ya jambo kubwa kabisa katika ulimwengu wa leo. Nikinukuu maneno ya MC bosi wangu wa zamani, wakati mimi ni katibu wa vijana wa chama hicho ambacho amekitaja. Yeye alikuwa na vyeo viwili. Alikuwa na cheo cha mjumbe wa mkutano mkuu mkoa mmoja wa vijana, na alikuwa ni katibu mwenezi. Na bahati nzuri alipovimaliza vyeo vyake vyote, na mimi nikaja nikavishika kama mjumbe wa mkutano mkuu mkoa pia nikaja nikawa katibu mwenezi. Ndugu MC amewaambia vijana hapa kwamba wasome. Na hili neno kusoma halikuanza leo. Limeanza toka enzi za manabii. Naomba ninukuu maneno mawili kwa lugha za wale ndugu zetu wanaotuletea mafuta huko, kwa ndugu zake bosi wangu hapa. Nasema ni hadithi sahihi kabisa ambayo aliipewa miongoni mwa mitume. Amesema utulubul ilmu walau biswindi. Amesema tafuteni elimu hata kama ipo mbali sawa na miji ya China. Fa inna talaba alilmu, hakika kuitafuta elimu, faridhata la kulla, ni jambo la lazima la kila mmoja. Kusoma na kuitafuta elimu ni jambo la kila mmoja. Kwa maana yake nini? Hatuwezi tukawa watambuzi wa mambo. Hatuwezi tukawa watambuzi wa mambo bila kusoma.
na niwapongeze sana mabinti zetu hawa, wametoka mbali. Tuwapigie makofi. Wameisoma miaka 7 ya mwanzo wakaimaliza salama, miongoni mwa ambao hawakumaliza salama. Wakapata muda mfupi wa kukaa mtaani wakisubiri matokeo ambayo yataamua hatima ya maisha yao. Matokeo yalivyokuja yakaruhusu waendelee na masomo ya elimu ya sekondari. Wakafanya elimu yao ya sekondari ndani ya miaka 4 wakiwa salama salimini, miongoni mwa ambao hawakuwa salama. Mabinti hawa wakarudi nyumbani, wakakaa muda wa miezi kadhaa wakisubiri hatima ya kile ambacho wamekifanya ndani ya miaka 4. Kwa kuwa walikuwa wanajua dhamira na lengo lao kwamba ili maisha yawe salama na amani ni lazima tusome. Walikaa mtaani kwa amani, wakajilinda mpaka pale matokeo yalipotoka ya kwenda kujiunga na kidato cha 5. Wakakaa miaka 2 tena ya masomo yao, na mimi niwapongeze. Kwenye mtihani wa primoko wengi wao walifanya vizuri. Kuna wale ambao walikutana zawadi zangu, wengi wao walifanya vizuri, ni 1. Hebu tuwapigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana hawa wanamalizia miaka yao 2. Si wanasema Waswahili kwamba dalili ya mvua ni mawingu, na niwaambie tu kwamba kuna watu wamepewa baraka za kuwaombea watu, na nataka niwaambie sio wote wanaweza wakamwita Bwana akaifika, na lazima tuambiane ukweli. Yaani iko hivi, kuna mtu hawezi akamfikia mzee Islam kwa karibu, hawezi akamfikia Islam na ana shida kwa mzee Islam, anatafuta, mimi sina ukaribu na Islam, lakini nikimkuta Sedenga yuko naye karibu, anakuja anatafuta, bwana Sedenga, mimi nashida na Islam, yangu ni 1 2 3, naomba uniombee ili nipate hili jambo kwa Islam. Mimi nakwenda kumwambia mzee Islam, kuna bwana mmoja ana shida na jambo moja, na mimi najua wewe una uwezo nalo, naomba umsaidie. Kwa ukaribu wangu wa mimi na Islam, atampa ama hatampa? Na hata kwa Mwenyezi Mungu sio wote tupo naye karibu. Kuna watu maalum wapo karibu zaidi. Wale waliokuwa karibu zaidi, maombi yao ni tofauti na sisi wengine. Kwa hiyo niwape bishara njema vijana wetu. Eneo walilopo kwa sasa ni eneo salama kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni salama kwa imani zenu, lakini pili, baada ya hapo ninajua kwamba mchungaji ataandaa maombi rasmi kwa ajili ya kuombea vijana wetu. Mimi niwaambie, amesema mchungaji hapa
24 kama sio 25 mwaka jana kwenye Calvary Day, nilikuja hapa kama katibu mwenezi. Yalifanyika maombi ndani ya madhabahu haya. Hivi nataka niwaulize, Bwana ametenda hakutenda? Zile ameni zinapoitikia kuwa nyingi na wamesema kwamba sauti ya wengi ni sauti ya nani? Tulikuja hapa, tulialikwa, tukaitikia mwaliko, tulifika. Nilipata bahati ya kupata maombi rasmi, na hakika kweli Mungu ametenda. Tulikuwa wengi sana kwenye kinyang'anyiro hichi, 7. Tulikuwa 7, yakarudi majina 3. Moto ulikuwa mkali kweli kweli huko, wenyewe mashahidi. Lakini mimi nilifanya kwa uwezo wangu, nikamwambia Mwenyezi Mungu kwamba nimefanya kwa nafasi yangu, palipobaki Mungu ni wewe, nenda tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ni kweli nilikuwa na safari leo, lakini mtumishi aliponipigia simu na kuniambia, bwana, kuna mwaliko wako hapa kidogo wa muda, naomba nikufikishie. Kwa ukaribu wa vitu vikubwa viwili, ukaribu wangu mimi na yeye, lakini pia ukaribu wangu mimi na utumishi wake. Hapo ni vitu viwili tofauti hapo. Nikamwambia mtumishi, nina safari, lakini kwa uzito na mapenzi yangu mimi kwa Calvary, na pia kwa mapenzi kwa hawa wahitimu, basi ninaomba nitaghairisha safari yangu ili niweze kushiriki hilo jambo muhimu na la kihistoria. Na nafikiri mahafali yao ni tarehe 16 ya ujumla pale. Pia juzi nilipata barua, nikawaambia sitakuwepo. Ingawaje nilihuzunika sana kwa sababu sikutamani nilikosa. Tulipambana sana kwa nguvu kuhakikisha kidato cha 5 kinaanza 2025, 26, 24. Kuanzia kwenye majengo mpaka kwenye usajili. Kwa hiyo nilitamani, lakini mapenzi ya Mungu huko nafikiri hayakuwa sawa kushiriki yale mahafali kwa pamoja. Wameimba nyimbo hapa. Ile nyimbo ile kitu kinasemaje? Wewe ni Ebeneza. Wanaimba lakini wewe ni Ebeneza. Maana Ebeneza ni ukuu. Hata sasa Bwana umetusaidia. Sasa mimi nilikuwa nimeandaa, mimi nagusagusa Biblia huko. Nilikuwa nimeandaa mistari yangu miwili. Lakini sasa ile mistari mimi naifuta, nimeperuzi mstari mwingine kulinganisha na hichi ambacho wamekiimba vijana wetu. Nami naomba niwape nguvu na niwatie moyo kwa neno la Mungu linavyosema kwao wenye kuhitaji kupata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wale ambao ni wasomaji wa Biblia, nafikiri miongoni mwa maandiko muhimu ambayo ni pendwa maarufu ni hii Zaburi 23. Nami nataka niwaachie zawadi. Mungu anasema Zaburi 23, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita
kati ya bonde la kivuli cha umauti, sintaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani kwa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mstari wa mwisho, kaishini nao mkakae ndani ya Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu washiriki wa jambo hili, wahitimu, mimi ninafarijika sana, na niseme tu nimpongeze baba mchungaji, kama ambavyo wengine wametoa ushuhuda namna ambavyo ametoka. Nami niseme katika masiku yajayo kwenye ofisi yangu ya diwani nitaandaa tuzo maalum ya kumpongeza mtumishi huyu wa Mungu kwa kutokukata tamaa kwa kipindi cha muda mrefu. Ofisi ya diwani itaandaa tuzo maalum kwa ajili ya mtumishi huyu, na atakabidhiwa hapa hapa kwenye madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amefanya kazi kubwa, na nataka niwaambie, hatuna kusudi jingine lolote ambalo limesababisha tukaumbwa sisi, pasi na kusudi moja tu, tumwabudu Mwenyezi Mungu. Haya yote mengine haya ni yanakuja tu, lakini kusudi namba moja, tumjue Mungu. Na watu wakimjua Mungu, mambo mengi machafu, maovu, ukorofi, utundu, uporaji na aina ya takataka zote, uchawi, wizi, vyote havitaonekana kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wanafanya kazi kubwa, lakini nikiri kusema Bishop Kamanda unafanya kazi kubwa sana. Mungu akubariki sana. Imezoeleka watu wakifanya vizuri wakiwa hai hawaambiwi. Siku akifa wanasema pengo lake halitazibika. Sasa mimi nimeona tu niseme mbele ya macho yako na mbele ya masikio ya washiriki hawa. Ndugu zanguni, niendelee kusema kwamba tuendelee kuziheshimu mamlaka ambazo zinatuongoza, kwa sababu kila mamlaka ambayo ipo basi imeriziwa na Mungu. Na niseme tu kwamba kwa uzito wa jambo hili sitamani kuchanganya maneno mengine, lakini pia sitamani kuongea maneno tofauti na hichi ambacho ninakizungumza. Niwaambie vijana wetu, leo tunakwenda kufanya mtihani wa kidato cha 6, hamjamaliza. Vile ambavyo mmeweza kujitunza, vile ambavyo mmeweza kujithamini, vile ambavyo mmeweza kuwa watulivu, vile ambavyo mmeendelea kuwa wakimya, vile ambavyo mmeendelea kuipa nyongo dunia, niwaombe katika kipindi hichi ambacho mnakwenda kusubiri matokeo,
mkawe watulivu hivyo hivyo. Siku moja ya kumuuzi Mungu inaweza ikafuta historia ya maisha yako. Wapo vijana wenzenu wengi ni form 6, wapo kwenye mabaa wanalewa pombe. Wapo vijana wengi form 6 kama nyie ni vibaka mtaani. Wapo vijana kama nyie form 6 hawaeleweki, yani hawana mbele hawana nyuma. Kwa sababu gani? Hawajasubiri hatima yao. Ni waombe mkasubiri hatima yenu. Mtaani ni pagumu sana, panahitaji utulivu wa hali ya juu. Nakwenda kufanya mtihani, ninaamini. Juzi nilikuwa na kikao na mkuu wenu wa shule, amenipa matokeo mazuri yale ambayo nilikuwa nayafahamu. Ameniambia mnaendelea vizuri sana, na naamini matokeo kwa namna ambavyo tumewekeana utaratibu na walimu ambao wamejitolea uwezo wao, utayari wao kuhakikisha mnafanya vizuri kuliko uzuri ambao ulikuwa unategemewa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana wetu mnakwenda kufanya mtihani, mtarudi nyumbani kwa muda tena. Na kwa kuwa uwezo wenu tayari mmeshaitwa katika kibali cha elimu, mtapata kwenda chuo. Tagawana, leo mpo hapa, wengine atapelekwa UDOM, wengine atapelekwa UDISM, wengine atapelekwa wapi. Inawezekana mkaitwa wengine Daru hapo, maana nafikiri tuna chuo kikuu ambacho mwalimu kimeshafunguliwa. Naanza mwakani kinafunguliwa hapo. Kwa hiyo inawezekana wakaja na wengine, watu wengine, lakini neno langu la kuwaambia, chuo sio mwisho wa elimu. Chuo kikuu sio mwisho wa elimu, lakini chuo kikuu sio mwanzo wa maisha yako. Pia napo ukachezea, kuna kusapu, kuna kudisco na mambo mengine. Mwisho wa siku, hata mtaani wapo watu ambao wana degree, wana masters, lakini hawaeleweki. Na ndio maana nikawapa hii Zaburi 23 mkaishi nayo. Mtakutana na changamoto nyingi. Tayari hapa ametuambia hapa, mfariji yupo. Kuna watesi mtakutana nao, lakini tayari mmeshafarijiwa hapa. Hata sisi kwenye siasa tuna watesi tunakutana nao. Tena muda mwingine, baba mchungaji, Bwana Yesu asifiwe, umehakikisha mtu amesimama kwenye nafasi fulani, umepoteza muda wako, nguvu zako, fedha zako kuhakikisha asimame kwenye nafasi ya juu. Alafu shukurani za mtu huyo anakuja na kupiga mateke, anakuundia mazengwe, anakuundia kashfa, anakuundia bukza, tena kashfa kubwa kubwa ambazo kama washughulikiaji wasipokuwa na akili timamu unafungwa. Lakini kwa kuwa tayari maisha yetu ya kisiasa tulishayakabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu anapambana nao kikamilifu. Mungu anapambana nao kikamilifu. Kwa hiyo na nyie mnapokwenda kusoma mtakutana na mambo mengi sana, lakini jua yupo Mungu wa haki na kweli. Niwaombee na niwaombe kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa utulivu. Tumishi, hawa vijana ni watulivu sana. Tumekuwa tukiwafuatilia kwa ukaribu kwa sababu ndio form 5 ya kwanza Makanya. Ya kwanza tumewafuatilia kwa ukaribu, ni watu watulivu sana, wanaheshima sana. Kwa hiyo ni hayo yanatokana na malezi na makuzi
kwanza kwenye familia zao, na niwaambie mpeleke salamu kwa wazazi wenu na pongezi pia kwa malezi ambayo wamewapatieni. Sasa niende moja kwa moja kwenye risala, kwa sababu wa mchungaji, baada ya jambo hili nitakuomba pia nikimbie, kwa sababu kuna jambo moja kubwa la kiwilaya pia nimeliacha leo. Kuna jambo linaitwa Same Utalii Festival Season 3 ambayo mkuu wetu wa wilaya, mama yetu yule Kasilda Jeremia Mgeni, mkuu wa wilaya Same, ameandaa tamasha maalum kwenye wilaya Same kwa ajili ya kuonyesha vivutio vya asili ambavyo vinapatikana kwenye wilaya yetu ya Same. Na jambo hilo ni kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ndiye muasisi na mchochezi wa utalii kwenye nchi yetu, na akatoa filamu ambayo inaitwa Tanzania Royal Tour. Nafikiri mnaiona Sasa na sisi Same tumejaliwa vivutio vingi. Ukienda Hedaru kule, kama unaenda Vunda, kuna mlima unaitwa mlima Kidenge. Ni mlima una maajabu yake, una kona nzuri, unaona mandhari nzuri, lakini juu ya kilele unaona mandhari yote ya Same. Ubaridi na upepo uliokuwa pale juu sio wa kawaida, lakini bado kuna pango la ajabu liko pale. Lile pango lina ng'ombe mule ndani ambazo hazina mwenyewe. Kuna mbuzi mule ndani hazina mwenyewe, na zimenenepa, zinakula kila siku, hazina mwenyewe. Sasa hayo ni maajabu, sio maajabu? Alipokuja mkuu wetu wa wilaya Same, alivumisha hivyo vivutio na vikajulikanika. Lakini tuna mbuga yetu ya Mkomazi, mbuga ambayo huwezi ukampata faru mweusi kwenye hii nchi, yuko Same. Tulikuwa hatujui. Kuna tembo, kuna kila aina ya wanyama, simba, chui wako hapo. Ilizoeleka tu inaimbwa wakati mimi nasoma, nafikiri na wengine, kwa kuwa hiyo shule niliyosoma wamesoma, kaka zangu hawa, tulikuwa tunaimba mbuga za wanyama Tanzania, ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi, o Tanzania oye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe tunaimba mbuga za wenzetu, sisi tuna mbuga yetu hatujui. Niseme tu, mkuu wetu wa wilaya Kasilda Jeremia Mgeni oye, ndio kauli zetu tunazitumia kule, na Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kuwepo katika nafasi hizo za uteuzi. Tuwezekana apande kabisa awe mkuu wa mkoa, na aendelee kutuhudumia watu wa Same. Mimi waga namwambia, na leo natamka kwenye madhabahu haya, sitamani aondoke Same, kwa sababu ameichangamsha Same, na ikatokea mamlaka zilizomteua zikamsogeza, basi apande kuwa mkuu wa mkoa na ahudumie Kilimanjaro. Ndugu zanguni, nafikiri sasa nihitimishe hotuba yangu, niiguse risala, niwapongeze vijana wetu kwa hatua kubwa ambazo wamezichukua. Nafahamu changamoto ambazo mnapitia, na mimi nilikuwa kiongozi wa dini wakati nasoma shule hiyo hiyo ya Makanya Sekondari. Mimi nilikuwa kule kwenye dini ya Kiislamu, kuna kitu kinachoitwa amir. Nilikuwa kiongozi wa shule pale wa dini. Zipo changamoto ambazo wanafunzi wa imani wanapitia.
Nami niseme kwamba kuanzia sasa hivi tunavyozungumza, taniambia hii TASFETA nitaandaa siku, nitakutana na hii ni jumuiya au ni nini, taasisi nitakutana nayo, lakini maelekezo yangu ambayo nitayatoa kwa mkuu wa shule lakini na wasaidizi wake, ruhusa ya kuabudu, nianzie hapo. Ruhusa ya kuabudu ni lazima, sio ombi, na hili nitalisimamia kwa nguvu zangu zote, uwezo wangu, kwa sababu nina uwezo huo. Siku ya Jumapili ni lazima vijana waruhusiwe kwenda kwenye nyumba za ibada wanazoziamini. Hili niseme tu nimelimaliza. Yaani hili halina mjadala, na nikizungumza si nitataka kuulizwa kwa nini, ninasema ni maelekezo yangu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeelekeza uhuru na haki wa kuabudu kila Mtanzania. Na nataka niwaambie, kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaendeshwa na kitu kinachoitwa katiba. Ukifunua katiba ukurasa namba 23 ibara namba 8 inasema kipengele B, serikali hii itapata mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi.